habari zenu popote pale mlipo. Karibu kwa habari zetu za siku za leo kutoka JMN, kwa nasi hadi mwishoni. Mbuni aliyeimarisha uhusiano na mtu. Mama Amina alikabidhi shirika la huduma kwa wanyamapori nchini Kenya mnyama aina ya mbuni ambaye alikuwa amemlea kwa zaidi ya mwaka mmoja katika jiji cha Al-Masjida, magharibi mwa wilaya ya Wajir, kaskazini mashariki mwa Kenya. Mbuni huyo aliitwa Aisha alikutwa akiwa dhaifu wakati wa kipindi cha ukame mkali. Mama Amina alimchukua na kumlea nyumbani kwake hadi akawa na afya njema na kukua. Katika kipindi chote walichoishi pamoja, Aisha hakuishi tu kama mnyama wa mwitu bali pia kama mwanafamilia. Uhusiano wa kipekee uliostawi kati yake na Mama Amina ulifanya upandwe na majirani pamoja na jamii kwa ujumla. Wafanyikazi kwa huduma ya wanyamapori nchini Kenya walipokuja kumchukua mbuni huyo, kulikuwa na hisia za huzuni na machozi. Mama Amina alibubujikwa na machozi katika Aisha akiondolewa mikononi mwake, na watu wengi waliokuwepo walilia pamoja naye. Hali hiyo ilionyesha upendo mkubwa na uhusiano wa karibu ambao mwanamke huyo alikuwa ameujenga katika miezi iliyoishi na mbuni huyo. Wakazi wa eneo hilo walieleza tukio hilo kama mfano wa huruma ya jamii kwa wanyamapori, hasa wakati wa vipindi virefu vya ukame ambapo wanyamapori wengi huhangaika ili kuishi. Kwa sasa Aisha yuko chini ya uangalizi wa shirika la huduma kwa wanyamapori nchini Kenya. Wataalamu wa hifadhi wanasema anaishi na mbuni wengine katika makazi yake asili. Hata hivyo, kwa Mama Amina, kumbukumbu wa kumlea mbuni huyo mdogo na dhaifu hadi akawa mnyama mkubwa na mwenye nguvu itabaki naye daima. Hadithi yake inachukuliwa kama mfano wa jinsi uhusiano wa upendo na kujali unavyoweza kujengeka kati ya binadamu na wanyama wa mwitu. Pia inatukumbusha kwa huruma haina mipaka. Katika mji wa Bunia ulioko kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafanyikazi wa afya wa serikali, watumishi wa umma walio mstari wa mbele katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola waligoma kazi kupiga kutolipwa mshahara yao kwa muda mrefu. Wafanyikazi hao walisema hawajalipiwa licha ya kufungua mlango ya hospitali kuu ya Bunia na kuokoa maisha ya raia katika mazingira magumu. Jemian aliye mfanyikazi wa usafi wa hospitalini hapo alisema kulingana na serikali ya Kongo, idadi ya visa vya Ebola imefika 2011 hadi sasa. Kati hao vifo 754 vimeripotiwa. Watu 753 kwa sasa wako katika kitengo cha uangalizi maalum, huku watu 366 wakipona ugonjwa huo. Kwa mjibu wa Wizara ya Afya ya Kongo, kufuatilia watu waliodhangamana na wagonjwa bado ni changamoto. Ni asili 67 tu ya watu walio kati ya hatari ya maambukizi ndio wamefuatiliwa. Kongo imekuwa ikijitahidi kuzuia virusi vya Ebola aina ya Bundibungo tangu mwezi Mei, lakini hata miezi miwili baadaye ugonjwa huo unaenea kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa wataalamu wa afya kufuatilia. Kituo hicho kipo katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko wa Ebola, ambako angalau visa 384 vimethibitishwa vikiwemo vifo 89. Taasisi ya kitaifa ya afya ya umeme ya DRC ilisema huduma wa afya ni miongoni mwa waliathirika zaidi, maambukizi 112 na vifo 35 vya wahudumu wa afya vimerekodiwa mpaka sasa. Daktari mwingine wa kituo hicho, Jeremia Batanga, alisema baadhi ya wafanyikazi wamekata tamaa, lakini wanaendelea kutekeleza wajibu wao kwa kuzingatia maadili ya taalum. Madaktari hao walieleza kwa baada ya kutoa muda wa saa 28 kwa serikali kulipa mshahara na posho zao, wataanza ngomo kamili utakaositisha huduma zote hadi madai yao yatakaposhughulikiwa. Kulingana na Shirika la Afya Duniani, zaidi ya 80% ya visa vipya vinatokana na vyanzo visivyojulikana. Dennis Kipchanga, mkazi wa Bunia aliyefuatilia mgomo huo, awali wafanyikazi wa afya katika mji wa Mapara unaosimamiwa na serikali ya eneo hilo waligoma kazi kupiga matatizo kama hayo ya mshahara.
Demokrat waunga mkono Israeli kukatiwa msaada wa kijeshi. Zaidi ya nusu ya wabunge wa chama cha Demokratiki nchini Marekani wamepiga kura ya kutaka kuiondolea Israel msaada wa kijeshi wa dola bilioni 3.3. Mbunge wa chama cha Republican Thomas Massie aliwasilisha azimio dhidi ya msaada wa kijeshi kwa Israel. Uamuzi huo unachukuliwa kama ishara ya wazi ya kupungua kwa ugonjwa mkono wa Israel kufuatia vita vya Gaza vinavyoingia mwaka wa 3. Ingawa marekebisho hayo yaliyowasilishwa na mbunge Thomas Massie yashindwa katika kura 104 dhidi ya 314, kura hiyo inaonyesha mgawanyiko mkubwa ndani ya chama hicho kikuu cha upinzani kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula. Wakati wabunge wengine wa Democratic wakipigana vikali mkakati wa vita wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutokana na vifo vya maelfu ya raia wa Palestine upande wa Republican, na baadhi ya Democrats wa mrengo wakati wameonywa kwa kukutana msaada huo kutahatarisha usalama wa Israel dhidi ya makundi kama Hamas na Hezbollah. Korea Kaskazini na China zinaimarisha ushirikiano wa kimkakati. China imetuma ujumbe wake na ngazi za juu kwa majadiliano ya kuimarisha uhusiano na mshirika wake wa muda mrefu, Korea Kaskazini. Mjumbe wa kamati kuu wa chama cha kikomunisti cha China, Wang Hong, amefanya mazungumzo mjini na ofisa mkuu wa chama tawala cha Korea Kaskazini, Jo Yong-won, ikiwa ni sehemu ya ziara ya ujumbe wa China nchini humo. Katika mkutano huo ulifanyika jana Jumatatu, viongozi hao walijadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, kiutamaduni na ustawi wa jamii, huku Wang akisisitiza nia ya Beijing ya kuyatekeleza makubaliano yaliyofikiwa kati ya Rais Xi Jinping na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Mazungumzo haya yanajiri wakati mataifa hayo mawili wakiadhimisha miaka 65 tangu kusainiwa kwa mkataba wao wa urafiki na ulinzi wa pamoja wa mwaka 1961, huku kukiwa na wito kutoka Rais wa kudumisha msimamo thabiti wa kiusalama kufuata mvutano ya sasa ya kidunia. Marekani imetangaza kuwa itaweka upya vikwazo vya majini dhidi ya Iran na kuongeza mashambulizi ya anga. Serikali ya Marekani ilisema hatua hiyo ni jibu kwa mashambulizi ya Iran dhidi ya meli zinazopita katika lango la bahari la Hormuz. Mvutano huo pia umeodofisha makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano kati ya serikali hizo mbili na kuongeza hofu ya kuzuka kwa vita katika eneo hilo. Maafisa wa Iran wanasema wanajeshi 7 wameua na mamia kujeruhiwa katika mashambulio la anga la Marekani. Hali ya usalama kati ya serikali hizo mbili imeshuka, huku ushirikiano katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran, hasa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, kusimama. Lango la bahari la Hormuz ambalo kwayo hupita sehemu kubwa ya biashara ya mafuta na gesi asilia duniani, bado ni eneo lenye mgogoro mkali. Vurugu katika eneo hilo zinasababisha kupanda kwa bei ya mafuta ya bidhaa nyingine katika soko la dunia, jambo linaloleta shinikizo la kiuchumi. Inaripotiwa kuwa Marekani imesema inaweza kulifungua njia hiyo ya bahari kwa nguvu. Hata hivyo, wataalamu wa kijeshi wanaeleza kuwa kazi kama hiyo ingehitaji nguvu kubwa ya majini na utayari mkubwa wa kijeshi. Kwa sasa, uzuiaji wa njia ya majini, mashambulizi ya jeshi na mgogoro katika lango la bahari la Hormuz vinaendelea kusababisha wasiwasi mkubwa kuhusu utulivu wa eneo hilo na masoko ya dunia. Ni hayo tu kwa siku ya leo. Asanteni sana kwa kuwa nasi popote pale mlipo.